Jeshi la Polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Watu hao wanajifanya kuwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwepo bodaboda. Taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingineyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Yani kazi imekuwa ngumu sana na ni jambo la aibu sana. Yani hata kulitamka naliona aibu. Huwezi ukafungua mdomo ukasema vurugo zote tulivyozifanya uchunguzi zimekuwa ni nchi jirani. Ina maana kama unataka kusinzia mtu kwa kesi yako, unataka kumpakazia jirani. Bwana jirani, kama mnapakaziwa, hebu kateeni hao makosa. Kateeni hao makosa mnaopakwa mgongoni. Hayo makosa ni ya wao, hawa polisi ndo wanaua watu, ndio wanaofanya vurugo. Na msikubali mgeni mwenyeji yoyote ambaye anahusishwa kwenye hii kesi ya maandamano, msikubali. Maandamano tuliyafanya sisi wenyewe wa Tanzania na bado tunafanya kama wa Tanzania. Sasa afisa mkuu wa polisi, sasa kama unatangaza ukiwa unasema wanaofanya vurugo ni majirani na wanaofanya vurugo mtu wote atakayeonekana kuna mgeni nyumbani kwake na bila kutoa taarifa atachukuliwa sheria. Jeshi la Polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Watu hao wanajifanya kuwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwepo bodaboda. Taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingineyo. Wakati jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia ili kuwachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria, mwananchi yoyote ambaye amempangisha au anaishi na raia yoyote wa kigeni asiyefahamika na anafanya shughuli gani na mienendo yake ni ya kutia mashaka, atoe taarifa haraka sana kwa viongozi wa serikali za mitaa, wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa polisi wa wilaya, makamanda wa polisi mikoa, au atoe taarifa kwa kupiga simu kupitia namba 0699998899. Asipotoa taarifa na watu hao wakikutwa nyumbani kwake au kwenye biashara yake, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia wananchi kuwa kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa salama na lenye amani. Watanzania wenzangu, tusitishiwe maisha. Tuko na freedom speech, tunaweza tukaongea. Na mgeni akiwa na sheria yake, hakuna nchi yote inaweza kumzuia. So msije mkaambiwa ukionekana na mgeni nyumbani kwako lazima utoe taarifa. Huo ni utishaji wa amani ambao polisi wetu wanajaribu kututishia maisha, tusiwe na uhuru wa kufanya chochote tunachokitaka. Sasa nataka kuambia vijana wenzangu, kila mmoja wenu ambaye ni Mtanzania na anajisikia kweli haya maneno yanayotokea ndani ya Tanzania yanamuuma, usinyamaze. Ni muda sasa hivi wa kuamka, wa kusimama pamoja. Sisi wote tunatakiwa tuelekee upande mmoja. Huyo askari anaosema kila mtu atakayekuwa nyumbani kwako lazima uripoti, au wanaofanya vurugo na waliofanya maandamano ni wageni, hiyo tusikubali. Wanaofanya maandamano ni Watanzania na wapo ndani ya nchi ni Watanzania. Kwenye nchi yetu hatuishi na wageni. Na mgeni kama amekuja amepitia njia za serikali na amekuja na sheria zake, hana wasiwasi kuishi ndani ya nchi. Kama kweli mnakataa wageni,
wasije ndani ya nchi, kwa nini mnawapa visa? Kwa nini mnatoa visa? Acheni kulaumu watu wa watu. Mimi nataka kuambia serikali yangu, semeni tumekosea. Mkisema tumekosea, sisi wananchi tutawaelewa. Licha kwenda kuchukua maneno, mnataka kwenda kuwapakaza nchi majirani, acheni. Hizo ndio maana mmekata mtandao, mmekata kila kitu ili watu wasiwasiliane mji na hii mada. Lakini tushashtukia. Tushashtukia na hamtuwezi kutuweka kwenye vichwa vyetu vya kusema maandamano yalifanywa na majirani. Hapana. Hakuna jirani alifanya maandamano. Maandamano yalifanywa na Watanzania wakiwa wanatetea haki yao. Sisi ndo Watanzania, sisi ndo tunatafuta haki yetu. Sasa msituwekee haki yetu sisi muipeleke kwa majirani, msema majirani ndio wamekuja kufanya maandamano. Hapana. Na huyo askari anasema hivi, yani hajisikii vizuri. Mimi ningependa kumwambia, hebu jisikilize vizuri na unachokisema. Kwanza ni aibu kwa nchi nzima ambao ina polisi na jeshi na kila aina ya vifaa. Leo unakuja kusema maandamano kwenye nchi yetu ilifanywa na jirani. Ni jambo ambalo linakuwa ni la aibu kabisa. Ni jambo ambalo mtu ukikana ukianza kulifikiria unajiona kama umejishusha samani kabisa. Sijawahi kusikia kwenye dunia nzima mtu anasema kwa nyumbani kwangu kumekuja mtu amekuja kunifanyia vurugo. Yaani mtu atoke kwake aje kufanyia nyumbani kwako vurugo. Vurugo inaweza ikafanyika Dodoma, kweli mtu atoke kwake aje kufanyia Dodoma, aje kufanyia Dar es Salaam. Jamani, msitufanye sisi hatuelewi. Tunaelewa kila kitu kinachofanyika kinafanywa na wananchi wenyewe, wamechoka. Na mwananchi akisema amechoka, amechoka kweli. Tulinyamaza kwa miaka mingi sana. Tulifuta kila kitu, tulisema ni nchi yetu itabadilika, lakini haikubadilika miaka yote. Sasa kipindi tulikuwa tunasema mama ndio bora atakayetusaidia, lakini tunaona mama ndiye amekuwa mkandamizaji mkubwa kuliko hata wengine waliopita. Mimi nataka kusema, wewe afisa mkuu wa polisi, maneno unayoyasema jisikilize vizuri mwenyewe. Usije ukapakaza na unatia aibu kazi yako, unatia aibu hizo jenzi umevaa za nchi nzima ukiwa unasema nchi nyingine ndizo zimekuja kufanya maandamano kwetu. Ina maana mipaka yetu sisi haijafungwa, kila mtu anaingia na anatoka. Ndivyo mnavyotaka kutuambia. Hayo ni mambo ya aibu. Haiwezi ikatokea nchi nzima mipaka yake anayetaka kuingia na inataka kutoka. Yaani muda wote unaingia na unatoka, hakuna kinachokuzuia. Acheni kutuambia hivyo. Ndio maana kumewekwa polisi, kumewekwa jeshi, kumewekwa kila aina vitengo vya kulinda usalama nje na ndani ya nchi. Sasa ukija kuniambia watu wanaingia wanakuja kufanya vurugu alafu wanakimbilia kwao, ni jambo ambalo halieleweki. Njoni na hoja nyingine ambayo tutakuja kuielewa, lakini kwa hii naona mmebuma. Na kama mnatangaza mkiwa mnasema mnataka muende kila nyumba na kila duka ambayo imefungwa kamera mpate hizo footage. Kamera na serikali inahusiana nini na nini? Na kilichorekodiwa mle ndani ni usalama wa mtu mwenyewe, inakuhusu nini? Kama hutaki kufuta ule ushahidi ambao nyinyi mmefanya, mnawafuata vijana kwenye maandamano afu mnaenda kuwachoma visu, mnakuja na nguo za raia. Na hayo maneno yashasikika. Kama kuna wanajeshi au polisi ambao wanawafuata vijana mgongoni wakiwa wanajifanya raia wa kawaida, wakishaingia kwenye uchochoro tena wanaogeukia vijana na kuanza kuwachoma visu. Ndio maana idadi ya watu waliokufa ni wengi sana kuliko chochote. Walikuwa wanatumia njia hizo. Na sasa hivi mnasema mnaenda kila mochari kwenda kuangalia maiti. Sasa sielewi, na maiti yenyewe ndio mnataka miachukue au maiti mnataka miyafanyie nini? Tangaza nia. Kama unamiliki CCTV Tanzania, utegemee serikali kuja kukutembelea. Serikali ya Tanzania itakuja kutembelea. Kwa nini? Unaweza kuwa unajiuliza, kwa nini serikali ya Tanzania itanitembelea? Kwa sababu nina hivyo vitu nyumbani kwangu. Sababu ya kwanza, hawataki maandamano haya yaifikie dunia, ama Watanzania waone wanachokifanya ama walichokifanya. Ina maana
wanataka hivyo vitu viishie huko huko Tanzania. Kwa hiyo kama wewe unamiliki CCTV nyumbani kwako, utegemee serikali itakutembelea. Inasemekana kuna watu ambao wanavalia mavazi ya ujeshi, wanavalia nguo za kipolisi, ndio wanaotembelea raia wa Tanzania na wakiwaambia kwamba watoe CCTV zao na wasichukue. Usipo cooperate, usipokubali wanachokuambia, basi wanakuchukulia hatua. Wanakuchukulia hatua hapo moja kwa moja. Rasmi mnasema sehemu zozote za hospitali mnataka muende kuziona kunaendelea nini. Yani mnaweza sema wazi wazi kabisa, sisi tunataka tupoteze ushahidi kamili, tusije tukaambiwa serikali fulani ilifanya kitu fulani. Lakini tunasemaga it's too late, kila kitu kishasambaa na linki zishatembea, mpaka watu wana QR code, una scan QR code, ukitaka unaenda kuona kila kitu. Ukiscan hizi QR code unazoona, na ukiscan hizi QR code ukienda kusearch, unaenda kupata kila aina cha kitu kilikuwa kinafanyika ndani ya nchi. Sasa acheni kujitia aibu, bora tu mje mnavyokuja, lakini msirudishe mlioyafanya mkaanza kuambia wananchi tunataka tufanye hivi, tukiwaona hivi mtakuwa hivi. Tanzania ni nchi ya amani, na Tanzania ilikuwa ni nchi ya amani, na bado tunaitakia nchi yetu iwe nchi ya amani, lakini mnapoipeleka naona inaenda pabaya. Kutakuwa na chuki ambayo hakuna mtu anaweza akaizuia, na hamtaweza kuja kuizuia, ambao mnapigania haki zenu, na tusilale, tuendelee kupigania haki yetu mpaka tujue tumeipata. Kama ni mgeni, usisahau kusubscribe account yetu. See you next video guys.